Karibu katika Ekmcs News, chanzo chako cha kuaminika cha habari kutoka eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni James Mashagali na hii ni muhutasari wa habari za leo, Jumatatu, tarehe 24 Agosti 2026. Katika habari zetu kuu, mapigano yanaendelea kuathiri hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23 wamekubaliana kuhusu ramani mpya ya utekelezaji, inayolenga kuendeleza mchakato wa amani wa Doha uliokuwa umekwama. Juhudi za kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pia zinaendelea kuwa sehemu muhimu ya kutafuta suluhisho la mgogoro huo wa kikanda. Nchini Burundi, uhaba wa mafuta unaendelea kuathiri usafiri, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi. Na nchini Uganda, mamlaka zimetangaza rasmi kumalizika kwa mlipuko wa Ebola wa mwaka 2026, lakini Ebola bado ni tishio kubwa la kiafya katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni maelezo kamili. Burundi, hali ya usalama na siasa yaanza kupata mshuko wa amani. Karibu Ekmcs News, chanzo chako cha kuaminika cha habari kutoka eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni James Mashagali na hii ni taarifa maalum kuhusu hali ya Burundi. Burundi inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na kisiasa, huku serikali ya Rais Evariste Ndayishimiye ikikabiliwa na vitisho vya makundi yenye silaha, shinikizo la kisiasa na matatizo ya kiuchumi. Moja ya habari zinazofuatiliwa kwa karibu ni kurejea kwa FNL, kundi la waasi linalohusishwa na majenerali Alois Nzabampema. Taarifa za Agosti zinaonyesha kuwa kundi hilo limejitokeza tena likitoa wito wa mapambano ya silaha dhidi ya serikali ya Rais Ndayishimiye. Hii imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuibuka tena kwa machafuko ya kisiasa na kijeshi nchini Burundi. Wakati huo huo, hali ya usalama katika maeneo ya karibu na mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni jambo nyeti. Mgogoro wa mashariki mwa Kongo umeendelea kuathiri Burundi, ikiwemo kupitia wakimbizi wanaovuka mpaka kutafuta usalama. Taarifa za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa makumi ya maelfu ya watu waliokimbia mapigano mashariki mwa Kongo wameingia Burundi. Kisiasa, Burundi pia inaanza kuelekea kipindi muhimu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Serikali imeanza maandalizi ya mchakato wa uchaguzi, huku Rais Ndayishimiye akisisitiza umuhimu wa uchaguzi wenye utulivu na usalama. Lakini wachambuzi wanaendelea kufuatilia kwa karibu nafasi ya upinzani na mazingira ya kisiasa nchini. Ripoti za hivi karibuni zimeeleza ongezeko la hatua za ukamataji na shinikizo dhidi ya watu wanaotuhumiwa kuwa tishio kwa serikali au chama tawala. Katika upande wa uchumi, Burundi pia inakabiliwa na changamoto kubwa. Upungufu wa mafuta, matatizo ya fedha za kigeni na mfumuko wa bei vimeendelea kuathiri maisha ya wananchi na shughuli za biashara. Kwa upande mwingine, serikali inaendelea kutafuta ushirikiano wa kimataifa katika maeneo kama kilimo, nishati, mawasiliano na uwekezaji. Burundi pia imekuwa ikisisitiza nafasi yake katika masuala ya usalama wa kikanda na amani katika eneo la Maziwa Makuu. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye mambo matatu: hali ya usalama kwenye mpaka wa DRC na maandalizi ya uchaguzi wa 2027. Ikiwa hali ya usalama itazidi kuwa tete, inaweza kuathiri si Burundi pekee, bali pia utulivu wa eneo lote la Maziwa Makuu. Kongo, hali ya usalama yabaki tete wakati mchakato wa amani ukianza kupata msukumo. Hali ya usalama mashariki mwa Kongo bado ni tete, licha ya juhudi mpya za kidiplomasia zinazolenga kusitisha mapigano kati ya serikali ya Kinshasa na muungano wa Alliance Fleuve Congo M23. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mapigano yameendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Ripoti zinasema vikosi vya M23 na Twirwaneho kusini mwa Bukavu kwenye milima mirefu ya Minembwe, katika maeneo ya Rubarati na Malimba waendelea kusonga mbele kimutiririko. Usongaji wao wa mbele unahatarisha mji wa Uvira, huku mapigano na mashambulizi yakiripotiwa pia katika maeneo ya Kalehe, sehemu za Kabulungu na Mbayo. Hata hivyo, katika upande wa kisiasa kuna dalili mpya za matumaini. Tarehe 23 Agosti, serikali ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23 zilikubaliana kuhusu ramani ya utekelezaji wa mazungumzo ya amani, hatua inayolenga kuhuisha mchakato wa Doha uliokuwa umekwama. Mpango huo unaweka hatua na muda wa kuendeleza mazungumzo ya kumaliza vita mashariki mwa Kongo.
Na tarehe 24 Agosti, timu ya kwanza ya kufuatilia utekelezaji wa usitishaji mapigano imepelekwa mashariki mwa Kongo. Na leo imeweza kufika kwenye milima mirefu ya Minembwe kuchunguza ni vipi wanaweza kurudisha maeneo yao huko Minembwe. Ujumbe huo unalenga kufuatilia ukiukaji wa usitishaji mapigano na kutoa taarifa kuhusu utekelezaji wa makubaliano. Lakini changamoto bado ni kubwa. M23 inaendelea kudhibiti maeneo muhimu mashariki mwa Kongo, wakati serikali ya Kinshasa na washirika wake wa kijeshi wakiendelea kupinga upanuzi wa udhibiti huo. Wakati huo huo, raia wanaendelea kukabiliwa na hatari ya kuhamishwa, ukosefu wa huduma muhimu na athari za mapigano. Hali hiyo pia inaathiri juhudi za kukabiliana na changamoto nyingine za kibinadamu, ikiwemo mlipuko wa Ebola katika mashariki mwa nchi, ambapo ukosefu wa usalama na ugumu wa kufikia baadhi ya maeneo unaweza kuathiri mwitikio wa kiafya. Kwa sasa macho ya eneo la maziwa makuu yako kwenye hatua mbili. Je, usitishaji mapigano unaweza kudumu? Na je, ramani mpya ya mazungumzo inaweza kupeleka pande zinazopingana kwenye makubaliano ya kudumu? Tutafuatilia kwa karibu maendeleo ya kijeshi, kisiasa na kibinadamu kutoka Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na maeneo mengine yaliyoathiriwa na mgogoro. Rwanda, Rais Kagame atoa ujumbe mpya kuhusu Kongo, amani na tishio la FDLR. Rais wa Rwanda, Paul Kagame, ametoa kauli mpya kuhusu hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu, akisisitiza kwamba Rwanda itaendelea kufuatilia hali ya kiusalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi tishio linalohusishwa na FDLR litakapomalizika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigali tarehe 24 Agosti, Rais Kagame alishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuendelea kuwa na uhusiano na wapiganaji wa FDLR na kuwatumia katika muundo wa vikosi vinavyoiunga mkono serikali. Kinshasa imekuwa ikipinga madai mbalimbali yanayoihusisha na ushirikiano huo. Kauli hii inakuja wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita mashariki mwa Kongo zikiendelea. Makubaliano na michakato ya amani inayohusisha Marekani, Qatar, Rwanda, Kongo na M23 bado vinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za utekelezaji. Kwa Rwanda, suala la FDLR limekuwa moja ya hoja kuu za usalama wa taifa kwa muda mrefu. Kigali inasema uwepo wa kundi hilo karibu na mpaka wake ni tishio ambalo linahitaji kushughulikiwa kabla ya amani ya kudumu kupatikana. Wakati huo huo, Rwanda pia inaendelea kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda. Katika ujumbe wake kwa maziwa makuu, Kagame amesema changamoto za usalama na afya ya umma katika eneo la maziwa makuu zinahitaji mtazamo wa pamoja na ushirikiano kati ya nchi za ukanda huo. Katika upande wa uchumi, Rwanda inaendelea kusukuma uwekezaji na mipango ya maendeleo. Serikali imeweka bajeti ya takribani faranga trilioni 7796 kwa mwaka wa fedha 2026/27, ikiwa na vipaumbele vinavyohusisha kilimo, ajira na utulivu wa uchumi. Rwanda pia imeendelea kuvutia ushirikiano wa kimataifa katika sekta mbalimbali. Serikali na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya zimetia saini makubaliano ya euro milioni 65 kwa ajili ya ustahimilivu wa jamii zinazozunguka eneo la volcanoes, huku makubaliano mengine na Umoja wa Ulaya yakilenga kuendeleza kilimo kinachozingatia mabadiliko ya tabianchi. Kwa sasa macho ya eneo la maziwa makuu yanaendelea kuwa Kigali, Kinshasa na maeneo ya mashariki mwa Kongo. Swali kubwa ni kama juhudi za kidiplomasia zitaweza kupunguza mvutano, kuondoa vitisho vya makundi yenye silaha na kuleta amani ya kudumu. Tanzania, mradi mkubwa wa umeme wa Julius Nyerere wazinduliwa, nchi yaanza kulenga kuuza umeme Afrika Mashariki. Tanzania imeingia katika hatua mpya ya uzalishaji wa umeme baada ya kuzinduliwa rasmi kwa mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere, unaopatikana katika mto Rufiji. Mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 ulizinduliwa tarehe 22 Agosti 2026 na sasa ni miongoni mwa vituo vikubwa zaidi vya kuzalisha umeme nchini Tanzania. Kwa kuongezeka kwa uwezo huu, uwezo wa jumla wa uzalishaji umeme uliowekwa nchini Tanzania umefikia takribani 4646, huku mahitaji ya juu ya umeme yakiripotiwa kuwa karibu 2271. Hali hii inaipa Tanzania nafasi ya kuwa na ziada ya umeme ambayo inaweza kutumika kuongeza shughuli za viwanda, kuvutia uwekezaji na muhimu zaidi, kuingia katika biashara ya umeme na nchi jirani. Hata hivyo, Tanzania haiwezi kuuza ziada yote mara moja.
Uwezo wa kuuza umeme nje utategemea miundombinu ya transmission, makubaliano ya kibiashara, mahitaji ya nchi jirani na uwezo wa gridi za kikanda kupokea umeme huo. Kwa Afrika Mashariki, maendeleo haya yanaweza kuwa muhimu. Tanzania inaweza kuanza kuchukua nafasi kubwa zaidi kama msambazaji wa nishati katika ukanda, hasa wakati baadhi ya nchi bado zinakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa umeme wa uhakika. Serikali pia inatarajia umeme wa uhakika kusaidia kupanua viwanda, uchimbaji madini, kilimo cha kisasa na sekta nyingine zinazotumia nishati kwa kiwango kikubwa. Mradi wa Julius Nyerere uligharimu takribani shilingi trilioni 745 za Tanzania na ulijengwa na kampuni za Misri Arab Contractors na Elsewedy Electric. Changamoto inayofuata sasa ni kuhakikisha umeme huo unatumika ipasavyo ndani ya Tanzania na katika masoko ya kikanda. Kwa hiyo swali kubwa si tena kama Tanzania inaweza kuzalisha umeme wa kutosha, bali inaweza kutumia vipi uwezo huo mpya kuharakisha maendeleo ya viwanda na kuwa msambazaji mkubwa wa nishati Afrika Mashariki. Hili ni jambo ambalo Ekms News itaendelea kulifuatilia. Uganda, serikali ya Museveni yakabiliana na shinikizo jipya la utawala na uchumi. Uganda. Moja ya taarifa zinazofuatiliwa zaidi nchini Uganda ni hatua ya Rais Yoweri Museveni kuwaagiza viongozi wakuu wa Uganda Registration Services Bureau kujiweka pembeni wakati uchunguzi wa masuala ya rushwa na utawala ukiendelea. Kwa mujibu wa taarifa za Chimpreports, Museveni alitoa agizo hilo baada ya malalamiko na madai ya ukiukwaji wa taratibu za utawala na rushwa kuibuliwa dhidi ya viongozi wa taasisi hiyo. Hatua hiyo imeongeza mjadala kuhusu uwajibikaji wa taasisi za serikali nchini Uganda. Wakati huo huo, Uganda inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu. Serikali inatafuta mkopo wa hadi dola milioni 242.5 kutoka Citibank kwa ajili ya kugharamia mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara mashariki mwa Uganda. Kwa mujibu wa Reuters, Wizara ya Fedha ilisema mkopo huo unalenga kusaidia maendeleo ya miundombinu na kuboresha mawasiliano ya usafiri katika eneo hilo. Hatua hii inakuja wakati Uganda ikiendelea kusukuma uwekezaji katika miundombinu kama sehemu ya mkakati wake wa kukuza uchumi na biashara ya kikanda. Katika masuala ya kimataifa, Uganda pia imeingia kwenye mjadala mpya kuhusu usalama wa Gaza. Taarifa za Associated Press zinaonyesha kuwa maafisa wa kijeshi kutoka Uganda na Burundi wametembelea Israeli kujadili uwezekano wa kushiriki katika kikosi cha kimataifa cha usalama kinachopendekezwa kwa Gaza. Uganda tayari imeahidi takribani wanajeshi 1,200 baada ya kupata idhini ya bunge kwa ajili ya mpango huo unaolenga kufuatilia usitishaji mapigano, kusaidia mafunzo ya polisi wa Palestina na kuwezesha utoaji wa misaada. Kwa upande wa ndani, suala la utawala na uwajibikaji bado linaendelea kuwa muhimu nchini Uganda, hasa baada ya uchaguzi wa 2026 na mjadala mpana kuhusu nafasi ya upinzani, taasisi za serikali na uhuru wa kiraia. Kwa sasa, macho yanaelekezwa kwenye hatua za serikali dhidi ya viongozi wanaokabiliwa na tuhuma za utawala mbaya, utekelezaji wa miradi mipya ya miundombinu, pamoja na nafasi ya Uganda katika masuala ya usalama wa kimataifa. Haya ndiyo yaliyo muhimu kwa leo. Mimi ni James Mashagali kwa Ekms News. Asante kwa kutufua. Chaguo la kawaida. Usikose habari muhimu kutoka Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo na eneo lote la Maziwa Makuu. Bonyeza subscribe kujiunga na Ekms News. Bonyeza kengele ili upate taarifa kila tunapochapisha habari mpya. Like video hii, comment na utuambie maoni yako, na share video hii na marafiki na familia yako. Asante kwa kuendelea kutuunga mkono. Ekms News, habari za Maziwa Makuu kwa wakati na kwa uaminifu.